niseme kwamba kwenye suala la budget inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu, lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: Bunge, Mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka mitano iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua, si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never missed a step. Hata kama ni 0.5, lakini tumekuwa progressively, tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka minne iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa. Lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana. Leo ukienda law school ya leo ifananishe na law school ya miaka mitatu minne iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha muhimili huu, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage, mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu, tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale, mnipite katika magari ambayo niseme jaji namba 4 kanipita. Lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu tutafika huko, lakini kama uwezo haujaruhusu, twendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea.